Mkutano wa kugundua maisha, Matendo ya Mitume wa 16 mstari 11 hadi 15. Utangulizi ni mkutano wa kugundua maisha au inaweza kuwa mkutano uliogundua maisha. Kuna nyakati nyingi ambapo tunauliza maswali kuhusu kile tunachopaswa kufanya katika hali fulani. Pia kuna watu wengi wanaouliza, maono yangu ni nini? Wakati mwingine inakatisha tamaa, na kwa sababu hakuna mahali pa kuuliza, watu wanahangaika nini cha kufanya. Ikiwa wewe ni mtoto wa Mungu uliyeokolewa, ni sawa kuuliza maswali mingi, lakini pia ni sawa kutofanya hivyo. Ikiwa hujui maono yako kwa usahihi, unaweza tu kuacha kama yalivyo. Kuna mambo machache ambayo washiriki wa RBC wana mwelekeo wa kufanya makosa kwayo. Kwanza, maisha ya imani ni nini? Lazima ujue hilo kwanza. Unapaswa kuuliza maono yako ni nini, lakini kwanza, harakati za Injili ni nini? Harakati za uinjilishaji wa kibiblia ni nini? Yani harakati za darapam ni nini? Lazima uulize hili kwanza. Kuna watu wengi waliokuwa wakifanya darapam, lakini wakaondoka. Pia kuna watu wengi waliokuwa wakihudhuria kanisa la RBC, lakini wakaondoka. Sijui kwa nini waliondoka, lakini watu kama hao wapo. Kwa maoni yangu, nadhani wanaweza kuwa watu ambao wana upungufu fulani, kama mpumbavu fulani. Kwa nini watu huacha kanisa la RBC na darapam? Ni kwa sababu walihudhuria kanisa na kufanya darapam kama mpango wa kawaida, kama wamefanya programu. Haupaswi kufanya tu darapam. Lazima ufanye harakati za Injili za kibiblia. Wale walioacha kanisa la RBC na darapam walifanya hivyo kwa sababu walifanya darapam kijinga tu. Haustahili kufanya darapam tu, lazima ufanye harakati za Injili pekee. Darapam ni neno la Kikorea. Inamaanisha kufanya harakati za Injili zilizotokea katika chumba cha juu cha Marko katika Biblia. Max Opera, Kiingereza. Je, watumishi na viongozi wa kanisa na remnant masalia hawapaswi kujua darapam ni nini? Kupitia darapam, mtu anaanza kujua Kristo ni nani, ambaye ni mtoaji wa suluhisho la matatizo yote. Lazima ujue ufalme wa Mungu ni nini, ambao Yesu aliufundisha kwa siku 40.
Unapopokea ujazo wa Roho Mtakatifu, uinjilishaji wa ulimwengu utatokea. Lazima ujue nguvu hiyo ni nini. Hayao ndio maisha ya imani na harakati za darakban. Ikiwa utaendelea tu na darakban ipasavyo, kila kitu kingine kitafuata. Majibu ya huduma ya timu, nyumba ya misheni, mission home, na team ministry, kanisa la maalum na kanisa la tawi, yote yatafuata. Ikiwa utaendelea tu na darakban ipasavyo, mafunzo ya pamoja ya kubadilisha maisha yataibuka. Ikiwa watumishi na viongozi wa kanisa wanafanya hivi kweli, kanisa la tawi ambalo linainjilisha na kuokoa eneo litaanzisha. Ikiwa utaendelea tu na darakban kwa usahihi, harakati za RUTC. RUTC inamaanisha Remnant Unity Training Center. Zinazookoa remnant zitaibuka. Hamjui hii kwa usahihi hivi sasa. Ikiwa una maisha ya kweli, yataendelea kukua. Kwa menginevyo ni swala la kusubiri ratiba ya muda, ni lazima yatokee. Huu ndio uinjilishaji wa kibiblia, harakati za darakban. Hata hivyo, baadhi ya watu bado hawajui hili hata baada ya kufanya darakban kwa miaka 5 au miaka 10 ama zaidi. Darakban ni maisha ya imani na harakati za Injili. Ikiwa Kristo ni mtoaji wa suluhisho la matatizo yote, lazima ugundue hilo inamaanisha nini. Lazima ugundue ufalme wa Mungu ni nini. Aliahidi kwamba tutapokea. Yesu aliahidi kwamba tutapokea ujazo wa Roho Mtakatifu, tutapokea nguvu na uinjilishaji wa ulimwengu utatokea. Basi lazima nitaipata hiyo mimi mwenyewe. Hiyo ndio harakati ya darakban. Kosa la pili ni kwamba unapoenda ulimwenguni lazima uone ukweli vizuri. Ni jambo tatizo ikiwa unafanya kazi bila kuhakikisha ukweli. Ni tatizo kubwa ikiwa unazungumza au unasikiliza bila kujali, bila kujua ukweli. Kupitia hili unatambua kazi na Injili kulingana na ukweli. Haijalishi ni kiasi gani unafanya darakban, haina faida isipokuwa utambue mambo kulingana na ukweli. Hilo ni muhimu sana. Haijalishi ni kiasi gani unaomba ujazo wa Roho Mtakatifu, ikiwa mambo hayafaniki kulingana na ukweli, basi sio. Mara hili inapopanika, lazima utafsiri kila kitu tofauti ndani ya Injili. Na baada ya hapo, lazima uwe na mwanzo mpya ndani ya Injili. Haya ndiyo maisha ya imani. Maisha ya imani ni kuanza na ukweli ndani ya Injili, ni kuonja hili. Hivi ndivyo
waumini na wanafunzi walionja katika chumba cha juu cha Marko, yani darak방. Ni kuona kila kitu kama ukweli na kuanza upya ndani ya Injili. Maisha ya imani lazima yaanze na hili. Ikiwa hili halijafanyika, hautajua kwa nini haifanyi kazi na utashangaa. Kwa nini haifanyi kazi kwangu? Lazima uwe na macho ya kiroho ili kuona vizuri watu na matukio. Unapoangalia watu, matukio na kazi, lazima uweze kuona kupitia macho ya Kristo aliyeniokoa, yani kuona mpango wa Mungu, si macho yangu ya kimwili na dunia. Kisha hatua ya 3. Ikiwa ni hakika kwamba wewe ni mtoto wa Mungu uliyeokolewa, hakuna haja kabisa ya kuogopa tatizo lolote. Kwa sababu matatizo ya kweli hakika yana jibu. Ikiwa utaendelea kufanya jambo kuwa tatizo wakati si tatizo, hakuna jibu. Matatizo ya kweli yana majibu. Kila matatizo ni fursa. Je, hatuvunjiki moyo wakati matatizo linatokea kwetu na kuwahukumu wengine kwa matatizo yao? Kila tatizo lina jibu. Ikiwa hautaelewa utangulizi huu, utaendelea kufanya makosa. Baadhi ya watu hufanya kazi kwa bidii tangu mwanzo, lakini sio Injili. Wewe ndiye unayefanya kazi kwa bidii, lakini ikiwa hujui Injili sahihi, haina uhusiano wowote na Mungu. Baadhi ya watu wana Injili sahihi, lakini hawawezi kutafsiri ukweli vizuri. Baadhi ya watu huona ukweli wote kwa usahihi, lakini wanaendelea kusikilia mambo yasiyo sahihi wanapokabiliwa na matatizo yao wenyewe. Tabia ya Remnant 7 ilikuwa kwamba walifanya mambo haya 3 vizuri. Kuanzia sasa, usihangaike kuhusu maono yako ni nini. Kwa baadhi ya watu, maono huja mapema, na kwa wengine huja kwa kuchelewa. Kwa Musa, yalikuja akiwa na umri wa miaka 80. Kwa hiyo usivunjike moyo hadi miaka 80. Yusufu aliona maono yake akiwa mdogo, umri mdogo. Maono na ratiba za wakati ni tofauti kwa kila mtu. Kwa mtu aliyeokolewa, Mungu yuko pamoja naye daima kweli. Fungua macho yako vizuri na uone kila kitu ndani ya Injili. Unapoenda shambani, matatizo hutokea, lakini kila tatizo ni jibu la kupokea baraka. Wakati mwingine wazazi wanaweza kuwa tatizo. Hilo pia ni jibu. Wakati mwingine unaenda kanisani, ama shuleni, ama kazini, rafiki unayefanya naye kazi
anakupa shida sana, lakini hilo pia ni baraka na jibu. Kuanzia sasa lazima ugundue maisha yako katika shamba ambalo kuna matatizo, lakini unapaswa kuanzaje? Ni muhimu sana. Tafadhali fanya hivi sawa sawa. Je, unapaswa kufuata utaratibu gani? Nitawaambia kwa urahisi, na mkifanya hivi mtapokea majibu. Ujumbe kuu. Somo kuu. Kwanza, rejelea mambo 3 kwenye utangulizi na utoe ibada ipasavyo. Ni kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Kwanza, unapoabudu usizingatie mambo mengine, bali zingatia neno na maombi angalau siku za Jumapili. Hata sasa hivi, kisha kadiri muda unavyopita, utapata nguvu. Ikiwa hautapata nguvu kupitia ibada ya Jumapili, hata ibada ya sasa hivi utakabiliwa na matatizo kwa sababu unakosa nguvu shambani kwa siku 6. Mtu anayepata nguvu wakati wa ibada hupata nguvu siku nzima, kuanzia maombi ya asubuhi na mapema hadi jioni. Ikiwa utatoa ibada kwa kuzingatia mara moja tu, unapata nguvu ya kuishi ulimwenguni kwa siku 6. Kuna haja ya kusoma Biblia sana. Haijalishi ni kiasi gani unasoma Biblia. Ikiwa hujui Injili, huwezi kuelewa. Toa tu ibada kwa usahihi sasa. Wanafunzi wana kazi nyingi kama kusoma kwa shule. Kwa hiyo wanawezaje kuambiwa wasome sura 100 za Biblia siku za wiki? Baadhi ya watu husema kusoma Biblia ni hobi yao, lakini kusoma Biblia sana bila kujua Injili ni kama kufanya ushiriki na kuishi maisha ya kidini. Lazima utoe ibada ipasavyo sasa hivi. Unapotoa ibada ambapo unatambua Injili kwa usahihi, nguvu hutokea. Pili, ikiwa unasikiliza neno ipasavyo wakati wa ibada, jibu itaonekana. Lazima nisikilie neno la Mungu na kulifanyia kazi ili neno litimie. Hili ndilo agano na Mungu. Wakati unatoa ibada sasa, gundua ni aina gani ya baraka unayopaswa kupokea wiki hii. 3. Ukifanya hivi, utakuwa na jambo la kusema unapokutana na watu wengine. Hii ndio horo. Tunapovaa mfano nguo nzuri, tunataka kuzungumzia hilo ama kuonyesha, na hata kama hatuzungumzi, tunatembea kwa nguvu. Hata tunaponunua
vitu mzuri, tunataka kujivunia. Ikiwa majibu yatakuja kweli, forum lazima itatokea. Unapokuwa na forum na watu unaokutana nao, wanafunzi ambao Mungu amewaandaa watapatikana miongoni mwao. Inashangaza sana. Kufurahia baraka hii ni ibada. Ikiwa unafurahia baraka hii, majibu yataendelea kuja. Sababu inayofanya mambo yasikufanyie kazi hata unapojaribu ni kwa sababu ulishindwa katika mambo tatu yaliyotaja kwenye utangulizi. Hatupaswi kuendelea kuangalia mambo yasiyo sahihi. Hii inamaanisha nini? Tunashindwa kila mara kwa kuona ukweli vizuri. Haijalishi Mungu ni mwenyeji kiasi gani, hajibu mambo ambayo si ukweli. Ingawa majibu yote yametufikia, ikiwa tatizo linatokea, tunaenda njia nyingine. Tunaenda njia nyingine hata kabla tatizo halijafika. Ikiwa tatizo haliji, tunasubiri kwa hamu na kisha tunaenda njia nyingine. Ikiwa hakuna tatizo, tunatengeneza moja na kwenda njia nyingine. Baada ya kupata matatizo yetu yote, tunatafuta na kutengeneza matatizo kwa wengine na kwenda njia nyingine. Haijakusudiwa kufanya kazi hata kidogo. Ndio maana ingawa mtu anaishi maisha ya imani mchana na usiku, hakuna majibu, na wala kanisa wala kitu kingine chochote haifanyi kazi. Hatimaye inafika hatua ambapo mtu hawezi hata kula. Hata mbwa hula. Basi nasi hatupaswi kula pia? Inafika hatua ambapo hata hilo haliwezi kufanyika. Ni kwa sababu jambo la muhimu zaidi limekosekana. Kwa remnant ni sawa ikiwa unasoma vizuri, na ni sawa ikiwa hausomi vizuri. Ukiona ukweli na kupata fahamu, lazima itafanya kazi. Kwa njia hapo, unafanya nini? Lazima ufanikiwe katika ibada. Kwa njia sasa. Kisha utakuwa na siku ya kwenda shambani kiasili. Wakati huu Mungu anafanya kempu ibuke inayoangaza nuru hapa. Wakati huu Mungu anatimiza neno aliyoandaa hapa. Kisha ni lazima utakutana na wanafunzi na waumini wapya ambao Mungu amewaandaa. Kwa njia hatua hii Mungu anatuma malaika wake wa mbinguni wasioonekana. Inazidi kuwa muhimu, haionekani. Roho Mtakatifu ni lazima afanye kazi, ipo katika Biblia. Siri ni haionekani. Ukipokea jibu hili,
inasisimua. Hata hivyo, baadhi ya watu hufanya uinjilishaji na kempu kwa muonekano wa nje, lakini hakuna jibu kwa sababu hili halifanyiki. Kosa la kawaida zaidi ni hatua ya pili. Ukiona ukweli vizuri na kuomba wakati unafanya hivyo, majibu yatakuja. Natumaini mtapokea baraka hii leo. Natumaini mtashinda katika ibada leo na Jumapili. Ushinda katika ibada kunaleta jibu kubwa kuliko kukutana na watu wengine mia moja. Hata kukutana na siasa cheo juu. Pili ni maisha ya siku 6. Lazima tuishi shambani kwa siku 6. Kuanzia hapa, mambo machache hutokea. Kwanza, kupitia ujumbe wa madhabahu ya Jumapili, sikilia kwa kifupi mada ya maombi ya kufanyia kazi kwa wiki hiyo. Hautakumbuka kushika mahubiri tu. Hautakumbuka chochote isipokuwa neema uliopokea kupitia neno. Utakumbuka tu kile ulichosikilia kama jambo unalopaswa kuombea. Ni kile tu ulichosikilia kama agano na kuombea ndicho kitakacholeta majibu sahihi wakati wa siku 6. Nasikilia hili na kufanya maombi ya wakati uliopanga kama ratiba ya maombi. Nilipofanya maombi ya wakati uliopanga, siri nyingi zilijitokeza. Ninapofanya maombi ya wakati uliopanga, yani ratiba ya maombi, pia nasikiliza ujumbe. Nafanya maombi ya kutafakari. Nafanya mazoezi na nasoma. Lazima usome wakati unaomba ili kuokoa kazi yako na biashara yako na masomo yako na shamba la huduma. Kisha majibu yanapoendelea kuja, maombi ya mfululizo. Kuomba bila kukoma yanaanza kutokea. Wakati huu nguvu kubwa inatokea. Kuanzia hapo jambo la muhimu sana linaanza kuonekana. Unaona kile Mungu anachohitaji. Kwanza kabisa, unaona kile Mungu anachohitaji kutoka kwangu. Unaona kile kinachohitaji kwa kila mtu unayekutana naye. Haijalishi unaenda wapi. Unaona kile kinachohitajika huko. Katika Wafilipi 1:9 hadi 10, mpango bora kabisa wa Mungu unaonekana. Huu ndio ungamo la Yusufu
aliyepata sifa kubwa zaidi katika Biblia. Si ndugu walioniuza. Inaonekana kwamba Mungu alinituma mbele yenu ili kuhifadhi maisha yenu na wajao kupitia wokovu mkuu. Je, unaelewa hii inamaanisha nini? Matatizo za shida zako nyingi si kwa sababu ya watu ama mazingira. Mungu aliruhusu matatizo na shida zako ili kuokoa familia yako na ukoo yako na eneo yako na taifa yenu. Sio tu kile kinachoonekana mbele ya macho yako, bali mpango mkuu wa Mungu unaonekana. Huyo ni kilele ya kiroho, spiritual summit. Kuanzia hapa, unaona kile ambacho ni hitaji la nyakati. Kuanzia hapa, jibu la upekee linaanza kuja. Ikiwa wewe ni mzee au mdogo, si matatizo. Jibu la upekee ambalo Mungu anatoa litakuja. Haya ndiyo maisha ya imani. Ukijaribu hili kwa miezi michache tu kuanzia leo, majibu yatakuja. Natumaini mtapata nguvu mpya ambayo Mungu anatoa. Watu husema hakuna tumaini kwa sababu wao ni wazee, lakini kuwa mzee ni bora zaidi. Pia ni sawa hata kama wewe ni umri mdogo. Ikiwa unajua kweli huu, unaweza kuwa kilele cha kiroho. 3. Kuanzia hapa baraka za mikutano zinakuja. Ikiwa remnant wetu wataenda ulimwenguni na hawana macho ya uhalisia ya kuona watu na matukio na kazi kupitia maisha ya imani na Injili, watakutana na watu wa ajabu kiroho kama matapeli. Ukikosa mtazamo wa uhalisia wa Injili na ulimwengu, siku moja utakutana na mwanaume ambaye anakuja kuwa mraibu wa dawa za kulevya. Hakuna matatizo ya kiakili ama matatizo ya kiroho kama matapeli. Ulikutana na mtu ambaye muonekano wake wa nje ni mzuri sana, hata maridadi, lakini utu wake wa ndani ni tapeli. Hakuna matatizo ya kiroho mingi. Hata siasa. Haustahili kuangalia muonekano mwa mtu bali utu wake wa ndani. Ikiwa una nguvu za kiroho na macho ya uhalisia, matapeli watakuja kukutafuta. Ikiwa una nguvu za kiroho na macho ya uhalisia, yeyote unayekutana naye ni mtu wa baraka. Hili ndilo linalotokea kuanzia hapo. Katika Matendo ya Mitume wa 16 mstari
6 hadi 10. Paulo mwanzoni alifikiri kwamba majibu ya maombi hayakuja. Hata hivyo, alipokuwa akiomba na kusubiri kidogo ili kupokea mwongozo wa Roho Mtakatifu, jibu lilikuja ambalo likawa mabadiliko ya uinjilishaji yaitwayo Makedonia. Matendo ya Mitume wa 16 mstari 11 hadi 15. Wakati alikuwa akiomba huku akisikilia agano, Lydia, mwanafunzi wa uinjilishaji aliyeandaliwa na Mungu, alitokea. Matendo ya Mitume wa 16 mstari 16 hadi 18. Alikutana na mwanamke aliyepagwa na pepo wa uaguzi na kumponya katika jina la Yesu Kristo. Hii ni kazi ya Roho Mtakatifu. Paulo alishitakiwa na kwenda gerezani, lakini ambapo alipokea jibu la kumshuhudia mlinzi wa gereza kuu kwa Injili. Usemi mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Ulitoka hapa. Aina hii ya jibu inakuja. I hope you receive this blessing starting today. Na kuomba upokea baraka hii kwa njia leo. Natumaini kuanzia hapa kila mazingira yanaonekana kama jibu. Remnant yetu hawapaswi kuvunjika moyo. Kila mazingira yanakuwa jibu, na aina hii ya nguvu inatokea ndani yako. Kila tatizo linakuwa fursa. Lazima uwe na aina hii ya uwezo. Ikiwa una nguvu za kiroho, inakuwa hivyo. Kwa wengine ni tatizo, lakini kwangu inakuwa fursa. Huyo ni kelele ya kiroho ama inaitwa remnant. Kila kushindwa ni baraka. Kwa wengine ni kushindwa, bali kwa remnant inakuwa baraka. Tumaini la leo linaongoza kwenye siku zijazo. Na siku zijazo tunazotayarisha ni za vizazi vijavyo. Unapokutana hivi, majibu yanakuja. Kile kinachotokea kwa njia hatua hii ni maombi ya maombezi. Mtu asiye na nguvu za kiroho anawezaje kuwaombea wengine? Unapopata nguvu za kiroho, hapo ndipo maombi ya maombezi yanapoanza kutoka. Kwa njia hapa unaweza kumwombea mtu mwingine. Unaweza kuombea nyumba yako na ukoo yako, kazi yenu, biashara yenu, masomo na eneo lenu. Wakati hili linapotokea, maombi ya washiriki wote wa RBC yataungana. Hata kama mimi niko Korea na nini mko Afrika, lakini maombi yataungana. Kabila na eneo
ni tofauti, lakini maombi yataungana. Ingawa nchi na maneno ni tofauti, maombi yanaungana kiroho. Katika kugundua maisha yako, ikiwa unaishi au unakufa, inategemea na nani uko naye na nani unamuombea. Ukijiunga na mwizi na matapeli, wewe ni mtu wa aina hiyo hiyo, sawasawa na wao. Ukijiunga na Mungu, basi mpango wa Mungu kwako na familia yako na shamba lako utaungana. Natumaini utapata baraka hii leo. Kisha maisha ya Remnant yataonekana. Hatimaye nitahitimisha. Ni wasiwasi wako mkubwa ni nini? Kwanza, pengine una wasiwasi zaidi kuhusu uchumi. Usiwe na wasiwasi kuhusu chochote na fanya kazi. Pia kusoma mara 10 zaidi ya wengine. Haustahili kufanya kazi kulingana tu na mshahara wako. Lazima ufanye kazi mara 10 zaidi na wengine. Unaweza kufanya hivyo kadri unavyotaka kwa muda wako na nguvu yako na akili yako. Ikiwa una mtazamo kwamba unapaswa kufanya kazi mara 10 zaidi kuliko wengine, unakuwa na afya njema zaidi. Watu wanaofikiri ingekuwa vizuri kulala zaidi huugua haraka zaidi. Lakini watu wanaoamka mapema kuliko wengine na kufanya kazi na kusoma mara 10 zaidi wana afya njema zaidi. Pili, usiwe na wasiwasi kuhusu masuala ya afya. Ikiwa utarejesha kweli shukrani kwa wokovu na kujaza na Roho Mtakatifu, kisayansi inawezekana kuponiwa. Wakati huu, ikiwa ni lazima upokee msaada kutoka kwa daktari, itakuwa baraka. Tatu, pengine una wasiwasi mingi kuhusu familia yako. Usiwe na wasiwasi kuhusu chochote na muachie Mungu. Ikiwa watu wanasoma vizuri au la, kila mtu anaweza tu kufanya kama alivyo. Kuna mtu aliniuliza nini afanye katika hali fulani, kama makosa ngumu, nami nikamwambia asifanye mambo mengine bali akimbilie upekee. Unapopokea jibu la upekee, uchumi unafuata. Unapopokea jibu la upekee, kila kitu inarejesha na kufuata. Ikiwa mtu anayesoma hawezi kupata upekee, haitafanya kazi. Kuna haja ya kuwa na wasiwasi kuhusu familia yako. Hata kama mume yako hana imani kabisa, muachie Mungu. Ikiwa utaendelea kumpokea
mume wako, itachukua muda mrefu zaidi. Muachie Kristo Bwana. Waachie watoto wako Mungu pia. Ukimwachia Mungu kila kitu na kusubiri wakati kuomba huku ukishikilia agano, siku moja ratiba ya Mungu itakuja. Naomba uone jibu hili wiki hii. Tuombe pamoja. Tunamshukuru Mungu. Leo iwe siku ya kupata nguvu mpya. Wakati huu uwe wakati wa uponyaji. Magonjwa ya kiroho yaponiwe. Magonjwa ya mioyo wetu yaponie. Magonjwa ya mwili pia yaponie. Huu uwe wakati wa nguvu kupitia kazi ya Roho Mtakatifu. Tunaomba kwamba kazi ya Mungu ibuke katika mashamba ya watumishi wetu wote na viongozi wa kanisa na remnant. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina.